Hello wadau wetu wa KingoFarm. Leo nimewaandalia makala nyingine nzuri. Hii makala ni siri ya afya bora kwa kuku kwa kutumia namna ya uchachushaji au tuseme fermentation. Namna ya kutengeneza chakula au kuchachusha chakula na kuwapa kuku. Hiki ni kitu ambacho kinawafanya kuku wawe na afya bora sana. Ni kitu ambacho ukikifanya kwa kuku unapata matokeo makubwa. Tumejaribu kufanya kwa siku za hivi karibuni kwa sababu majani mengi yanapatikana, mimea mingi inapatikana kwa kipindi hiki cha mvua. Basi kwa kipindi hiki cha mvua unaweza ukatumia hii njia ya kuchukua majani mbalimbali na ukayafanyia fermentation au ukayachachusha, ukatengeneza chakula kizuri ambacho kuku wanakipenda na kinawapa afya bora. Hii ni kama booster, ni booster nzuri sana 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 kwa kuku wasiotaga, kwa kuku waliodumaa. Ni booster nzuri, kuku wako watataga vizuri, hawatadumaa, watakuwa na afya nzuri kabisa. Sasa kuna majani mbalimbali ambayo utakuwa unayachanganya, unaweza ukayachemsha, alafu ukachachusha au ukachachusha bila kuchemsha, inategemea na aina ya majani ambayo unayatengeneza. Na tunatengeneza sana sana majani, tunaweka na majani yale ambayo ni antibacterial, antivirus kwa sababu unapofanya uchachushaji lazima kuwe kuna hali ya unyevu. Na unyevu ni maeneo ambayo bakteria na virusi, fungus pia wanapenda kukaa humo. Kwa hiyo tunatumia na yale majani pia ambayo yanaenda kuzuia hawa bakteria, virusi au fungus kukaa katika kwenye hicho chakula au kwenye eneo hilo. Nisikilize kwa makini mpaka mwisho ili ujue utachanganya mimea gani na utaichachusha au utaichemsha na kupata booster nzuri kabisa ya kuku ambao itawafanya kuku wako wawe na afya bora sana. Ni nzuri sana kufanya katika kipindi hiki cha masika au kipindi cha mvua kwa sababu majani mengi yanapatikana kwa urahisi kabisa. Sasa tuanze na hii booster ambayo tutaitengeneza leo. Majani yako mengi, kwa hiyo huwa tunachagua majani gani tuweke kutokana na kile kitu ambacho hayo majani kiwe yamecontain. Labda kwa mfano tunaweza tukasema tunachukua majani ya mpera kwa sababu kwenye majani ya mpera tunatafuta labda vitamini fulani au madini fulani au kitu fulani. Tunachanganya na kitu fulani kwa ajili pia ya kwenda kuongeza kirutubisho fulani. Sasa leo tuanze na huu mchanganyo wa haya majani ambayo nitakutajia na namna ya kuchachusha ili uweze kupata booster nzuri. Hii booster ya leo hii hatuchemshi. Ila kuna booster nyingine nadhani tutaendelea kuziona huko mbele zinakutaka uchemshe kidogo kwanza halafu ukachachushe. Ila hii ya leo itakuwa ni ya kuchachusha moja kwa moja. Na tunafanyaga huu uchachushaji kwa muda wa siku 3. Sasa hapa kitu cha kwanza, andaa majani ya viazi vitamu. Maeneo mengine kama Mbeya labda Njombe huko tunaita viazi mbatata. Sio hivi viazi vya chips, ni hivi viazi vitamu. Nadhani kila sehemu kuna namna ambayo wanaita. Sehemu nyingine wanaita viazi Ulaya, sijajua. Kwa hiyo hapa nazungumzia majani ya vile viazi vitamu au sehemu nyingine wanaita viazi mbatata. Achana na hivi viazi vya chips, achana navyo. Tunazungumzia ya majani mengine ambayo huwa yanafanana na matembele. Kwa hiyo utaandaa majani kama hayo, nadhani kwa kipindi hiki cha mvua yanapatikana kwa wingi. Utaandaa majani kama hayo mengi tu, utachuma kadiri ya vile ambavyo wewe utawapata au kadiri ya idadi ya kuku wako. Kama una kuku kidogo basi yatakuwa kidogo. Kama una kuku wengi basi unaweza ukayachuma majani haya mengi. Utakuwa una haya majani ya viazi. Haya majani yana vitamin na yana madini mbalimbali ambayo ni muhimu sana kwa kuku. Ukishakuwa na haya majani utaongeza na majani ya mpera. Majani ya mpera vile vile yana madini, yana vitamini, yana ile antibacterial ambayo huwa inazuia miharo mbalimbali pamoja na homa ya matumbo. Kama tunavyojua kwenye majani ya mpera huwa tunapata sulfa nyingi sana. Hii sulfa huwa inaweza sana kupambana na haya magonjwa ya miharo. Kwa hiyo ukiwa na majani haya unaweza ukaongeza na majani ya mgomba. Majani ya mgomba kama yanapatikana, unaweza kaweka majani ya mgomba au kama lile toto la ndizi unaweza ukalipata, basi utavichukua hivyo vitu. Kama utavipata vyote si vibaya ukaviweka vyote. Kama utapata kimoja wapo basi kiweke. Kwa hiyo kwenye mchanganyo wa haya majani unakuwa una majani ya hivyo viazi, unakuwa una majani ya mpera, halafu vile vile unakuwa una majani ya ndizi pamoja na lile toto la ndizi. Ukishakuwa na hivi vitu utavisaga. Kama una kinu unaweza ukaviponda kwenye kinu au kama una blender basi unaweza ukaenda unaviblendi, japokuwa kwenye kublend inakuwa ngumu kidogo, labda kama una blender kubwa. Au kuna wengine wana zile mashine za kutengeneza chakula, kwa mfano hivi vyakula vya mifugo. Kama unayo hiyo basi unaweza ukaweka mle kwenye ile mashine na ikasaga saga haya majani yakawa madogo madogo.
Ukisha yasaga haya majani yakawa kama yale majani ambayo yamepondwa, basi utayamwaga chini labda kwenye kiroba au kwenye mkeka, labda utayamwaga chini. Ukisha yamwaga chini haya majani ambayo yamekuwa blended au umeweka labda kwenye mashine, ila ni majani ambayo yanakuwa yamesagika, utaandaa na unga wa mahindi. Hapa tunapenda sana kutumia ule unga wa mahindi lishe, yale mahindi ya njano. Tunatumia unga wa mahindi lishe au mahindi ya njano kwa sababu yale mahindi lishe yana kiwango kikubwa sana cha vitamini A, pia yana madini, pia yana protini, yana vitu vingi sana na virutubisho vingi ambavyo kuku wanavipenda, na kuku wanapata kitu kikubwa sana kutoka kwenye yale mahindi lishe, yanawafanya kuku wanenepe, lakini vile vile kuku watage mayai mengi na mayai mazuri kabisa kutokana na vitu ambavyo vimo kwenye haya mahindi lishe. Pia ya mahindi lishe yana wanga. Kwa hiyo ukisha kuwa na unga wa haya mahindi lishe, unga kidogo tu, unaweza kuwa na unga lita 1 au lita 2 au kilo 1, tuseme kilo 1 au kilo 2, basi utaweka kwenye mchanganyo wa haya majani ambayo yamepondwa. Ukishaweka kwenye huu mchanganyo, utakuwa na maji kidogo, unaenda unaweka, alafu unavichanganya hivi vyote na maji kidogo ili huu unga ushikane na yale majani. Unga huu ukishashikana na yale majani, baada ya kuweka unachanganya, unaweka maji kidogo, unavichanganya. Vikisha shikana vizuri kabisa, utauchukua huu mchanganyo wote, unaenda kuweka kwenye ndoo kubwa labda au ndoo ndogo, inategemea na wingi wa hayo majani yako au ule mchanganyo wako ambao umeuandaa hii booster. Sasa utafunika kwenye ndoo na mfuniko. Kama ni ndoo ndogo au ndoo kubwa, utafunika kwa muda wa siku 3. Ukifunika utakuwa umechachusha. Hiki kitu kitakuwa kama vile hiki chakula au hii booster inakuwa kama vile imeoza au imechacha. Basi ni kitu ambacho kuku wanakipenda sana na kina virutubisho vingi. Hiki chakula ni chakula kizuri, kuku wanakipenda, wanakifurahia, wakila wanataga vizuri na uzito wao pia unaenda kasi, wanakimbia sana uzito. Ila tunakitumia sana kwa wao kuku ambao wanatembea nje. Wanatembea nje labda ndani ya fence, hakuna majani mengi, basi huwa tunafanya kitu kama hicho na kuku wanakuwa wanaonyesha matokeo mazuri. Kutaga watataga sana mayai mazuri makubwa. Hata kama ni kuku wa kienyeji chotara, hata kama layers umewaachia nje, basi wape chakula cha aina hii, utaona matokeo ni makubwa sana. Sasa niwakumbushe KingoFarm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. Ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Pia tuna vitabu 5 vyenye miongozo yote ya ufugaji. Vitabu hivi utapata formula mbalimbali za kutengeneza chakula na kupata matokeo mazuri kabisa, lakini vile vile kwenye vitabu hivi utapata booster nyingi zaidi za asili, utapata kinga za asili au chanjo za asili, utapata pia tiba za asili. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000 tu. Ukilipia unatumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna ufugaji wa broiler, tuna muongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Pia tuna kitabu sasa cha tiba za asili za kuku. Hiki kina tiba zote za asili za kuku. Ukiwa na hiki kitabu cha tiba, hautaingia tena dukani kununua dawa, ila utakuwa unatengeneza wewe mwenyewe, unawapa kuku wako, na ndani ya siku 3 unapata matokeo makubwa kabisa bila gharama yoyote, na kuku wako wanakuwa na afya bora kabisa. Kama unahitaji huduma zetu, kujiunga na kundi au kupata kitabu, basi chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Nikukumbushe na wewe ambaye una changamoto kuku wako hawatagi au wamedumaa, tuna formula nzuri kabisa ambazo zinakupa matokeo ndani ya muda wa siku 7, unapata matokeo mazuri kabisa. Tunawakaribisha sana mjiunge na huduma zetu za KingoFarm, ni nzuri na zimewasaidia wengi sana. Asanteni wadau wetu. Tunawakumbusha kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.